Kuna kijana fulani alikuwa anaimba wimbo kule Mombasa na watu wakaanza kusema mbona huyu kijana anaimba wimbo wa Beno Mwaka na Beno Mwaka mwenyewe yuko. Alipata kama naimba na wanjilisti walianza na babu yake. Ilikuwa mwaka wa 2015. Sasa alikuta kama naimba na wale wenye walianza na babu yake, tulikuwa tunaimba Putamu. Putamu ba. Sasa yule kijana alikujanga anapata kama naimba na wanjilisti wa babu yake. Sasa ananisaidia kuimba. Sasa yule kijana mimi kivyangu naweza sema ni mwanafunzi wangu. Kwa sababu si njira mbandu. Ebilungwa abana babandu kandi katanibo bazendekhela mama. Eliakana na mama malesi. Baranga bali kwa lichina. Uyowoso mukhasi yebula. Salimenya chindalo chirambi. Alikhamulu khasingane simuli. Okay, hiyo wimbo juzi kule Mombasa, najua umesikia, kuna kijana fulani alikuwa anaimba wimbo kule Mombasa na watu wakaanza kusema mbona huyu kijana anaimba wimbo wa Beno Mwaka na Beno Mwaka mwenyewe hayuko hapa. Kijana huyo sanda manyabura sana. Mwaka wa 2005 ndembanga ndo kukanyene chana for 2013 katanga tumbiza mwezi kakukanyene. Kwa 2015 omwana ora anyola ninyo mbanga ndio arachiakana ndio kukanyene. Unaweza ongea Kiswahili ndio kila Mkenya kusikia. Ule kijana alipata kama naimba na wanjilisti walianza na babu yake. Ilikuwa mwaka wa 2015. Sasa alikuta kama naimba na wale wenye walianza na babu yake, tulikuwa tunaimba Putamu. Putamu ba. Sasa yule kijana alikujanga anapata kama naimba na wanjilisti wa babu yake. Sasa ananisaidia kuimba. Sasa yule kijana mimi kivyangu naweza sema ni mwanafunzi wangu. Kwa sababu alikuta nikiimba na wanjilisti wa babu yake. Mmoja alikuwa Elfas alikuwa anacheza rhythm. Wa pili alikuwa Atuoto alikuwa anacheza bass. Watatu alikuwa Enes alikuwa anacheza solo. Wa drum set alikuwa kijana mwingine alikuwa anaitwa nasahau na mnagano, alikuwa anaitwa Chenja. Unajua majina ya vijana inakuanga mangumu. Alikuwa anaitwa Chenja. Mpaka saa hii ukienda kwa bendi ya babu yake, babu ndiye anacheza drum set. Bendi ya babu yake ilikuwa inaitwa Bunyore Superstars. Na hiyo haikuwa bendi yangu, yani niliungana tu nao kwa sababu walikuwa wananipenda. Babu yake alikuwa ananipenda, hata wale waanjilisti wa babu yake walikuwa wananipenda. Ndivyo kijana alikuta kama naimba nao hiyo nyimbo ya Ihonyoko Sienjira Mpandu. Na kijana kaanza kuimba vile naimba. Hata kama aliimba Mombasa, mimi ni kama mwalimu wake. Kwa sababu alikuta nikiimba na waanjilisti wa babu yake. Simepata majina. Sababu watu wengi wanauliza, wanasema kijana kimbo wimbo waliona akipewa pesa mingi sana. Hawajui kama kijana alikupigia simu akakwambia babangu kimuziki, babangu wa kimuziki, kuna hela nimepatiwa nikimba wimbo, acha nikutumie 200 kule. Hata kama hako nimetumia ile pesa, mimi nilifurahi kwa sababu kijana mwenye nilifundisha muziki ndiye alipata. Kama alipata ni mimi. Sasa uwezi lazimisha hata mtoto wako kumzaa kama ukamsomesha na alafu aende apate kazi. Akipata pesa wewe unafurahia tu kwa sababu hata kuwa na kuomba, yeye atakuwa anapata pesa akitumia kwa shida zake ama kwa mambo yake. Sasa wewe unafurahia tu mtoto wangu nimemsomesha, anafanya kazi, anapata pesa. Bora tu asikusumbue. Wewe unafurahia tu ndani ya moyo. Sasa wewe una shida yote na yeye? Sina shida yote na yeye kwa sababu mimi nilimfundisha. Hawezi nipikia simu niambie, Beni nilifundisha muziki, nitumieko lunch, nitumieko breakfast. Mimi sina naona shida. Bora tu yeye endelee kuimba, lakini watajua tu Beni ndiye alikuwa mwalimu wake. Mtoto anang'ara kwa sababu ya Beni. Mimi hapo sitaona shida. Na kwa jina unamjua msanii ni nani? Huyo msanii wakati jina la bendi yenye tulikuwa tunamuita Lavenda. Lakini yake ya muziki kivyake anachiita Inaendele. Wala jina lenye sisi tunajua ni Lavenda, lakini Inaendele ni yake. Na hiyo kijana anatoka Subuye. Ni babu yake mwenye nilikuwa naimba naye miaka nyuma huko. Alikuwa anatoka Lukongo. Hata kwa matanga baba yake ya babu yake mimi ndio nilitumbuiza. Waliniambia Beni kwanza saa 8 utatumbuiza kwa hii matanga
ya Kismat Ombonyo mpaka asubuhi nilifanya hivyo. Ilikuwa 2013. Nilitumisa kwa matanga ya babu yake. Tena babu yake alikuwa ananipenda kabisa. Ndio. So nikuulize swali Brian, tukitoka kwa huyo kijana, mentorship ya muziki ama kufunza watu wengine ama kushikilia watu wengine kimuziki huku Vihiga imekuwa kitu ngumu sana kwa wasanii ambao ni tajika tayari. So sijui wewe kama baadhi ya waanzilishi wa muziki huku Vihiga County, una mambo gani ambayo unaweza waambia wale wenye tayari washainuka kwa kuwashikilia wale ambao hawajainuka ama wanajaribu kuinuka? Unajua muziki muziki ni pali pamoja na pata riziki. Sasa inalingana na roho ya mtu. Kwa sababu mimi nimesaidia kina dada wengi sana. Wanapata kwa jina langu, ama kienda kwa stage, nikienda kwa muziki, wanapata riziki. Wanaingia nao kwa nyumba, anabaia watoto wao maziwa. Ndio unaona mimi nikienda kwa hata mabendi mengi, sinatumia kina dada wangu wenye mimi nafundisha. Wa kwanza walienda. Ukienda kwa nyumba za watu hizi na video utaona kama wanawachezea. Walisaolewa wakaenda. Sasa tena simuona hata mpaka juzi ubendi wingi ukitaka kupata warembo kudanje nao mpaka watafute wale warembo wenye mimi naimbanga nao. Ani ndio wamembara, kuna mtu anakujanga kuniambia deni na kuomba unipeleke danjas, wanatumia kuwaiba. Lakini hata sionangi wabaya kwa sababu sini walia wenzangu. Wakiendelea mimi ndio nimeendelea. Mimi sinaanga rombana vijana na wale msiki wenzangu. Bora tu nataka waendelee mbele. Sasa kama wewe mwanzilishi ama kama baba kimuziki, hauna shida na wale ambao wanaibuka? Wale wanainuka mimi sina nao shida. Nataka wewe ukiinuka si mimi wewe bora tu si nimejua. Mimi naona tu wewe ukiinuka ni mimi nimeinuka. Bora tu ni heshimu, usimdharau ukishakuwa mbele sana, uone mimi sifai. Uangalie hata TikTok kama YouTube zinaona wakitaji na wadangazi wangu. Nisichaizi hiyo ambia wadangazi msiwacheze. Naambia kama nyinyi wacheze hao ni walio wangu. Unajua ni pesa. Hata kama ni pesa, mimi kama ni tangu nianze kuimba muziki, kama mimi sikupata, hakuna siku nitapata kwa sababu sinikuwa napata pesa. Kama sikuitumia kwa njia nzuri, hata nikipata sasa sitatumia kwa njia nzuri. Hata vijana wenye wanapata pesa sasa hivi watumie kwa njia nzuri. Hata wakiwa wase kama mimi, itakuwa tu imeisha hivi. Na kutumia sasa pesa vizuri, hata wakiwa sasa watatumia vizuri. Inalingana na akili ya mtu na roho ya mtu. Kama mimi nilipata siku someza roho, kama mimi nilipata siku jenga nyumba, kama mimi nilipata siku sina boma langu, hakuna siku nitakuwa na boma, hakuna siku nitakuwa na nyumba. Lakini umekaa kwa muziki kwa muda mwingi sana. Utasemaje kama ulipata na kujenga nyumba? Sasa siwezi hivyo. Hao ndio wanafaa waseme kwa mtandao. Bena alipata pesa hakusomesha watoto. Bena alipata pesa hana kwake. Bena alipata pesa hana nyumba. Bena alipata pesa analala kwa maklabu. Ni ukweli. Mimi Mungu alinibariki, niko na kwangu. Mimi watoto wangu wanajitafutia. Ndio nashukuru Mungu kwa kunisaidia nikiimba nyimbo. Nilikuwa nashughulika na familia yangu, najumuika na familia yangu. Mimi sina mtoto ananiambia baba anataka chakula. Wenyewe wanajitafutia. Wanajua kuandika, wanajua kusoma, wanajitafutia. Tena mimi niko na baba langu. Mimi siendani kwa baba. Ndio uishi kwa rentals. Mimi sitaishi kwa rental. Hata saa hii ukija kwangu nitakupea room lale. Kwa Mungu moja. Usidanganye. Nitakwambia wewe lala hapo. So maisha haijakuwa ngumu kwako. Mimi kwa sababu sikuwa narombana na wanamuziki wenzangu. Sikuwa kamata mwanamuziki ati anafanya parody nyimbo zangu. Sikuwa weka mwanamuziki kwa chera ati anatumia nyimbo zangu bila kuniuliza. Sasa mimi naona tu niliishi vizuri na wanamuziki wenzangu. Na si kweli nyimbo zako mingi zinatumika kwa watu wengine wenye ujui ni akina nani? Ni wengi wanaitumia, wengi wanaimba. Lakini mimi siwahi kuwafuata, siwahi kuwakasirikia kwa sababu si jina langu. Kwa sababu naimbanga sauti moja. Sasa watu wataona ile ni sauti mingi. Wewe si Beni. Beni naimbanga sauti moja. Na inaingia kwa makita vizuri. Inaelewana na makita. Unaona sauti yangu inakuanga tu moja. Na nikiimba watu wanarusha tu miguu. Watu wanacheza kabisa kiwanja mzima. Watu wanasikia raha. Si sauti mingi ama sauti ya katikati, sauti ya juu, bass. Si sauti moja tu. So kwa uongozi wa Vihiga County utawaambiaje kuhusu talanta katika jimbo la Vihiga? Talanta kwa kaunti ya Vihiga ni mingi. Lakini vile mimi najua huko nyumbani wasanii wao wanajitafutia kibinafsi. Kwa sababu wanaweza sema wasanii wakuje, kila msanii atapatanga hivi. Ni ikishafika wakati wa pesa,
wengine wanavinyiwa wanasomeka kwa chuma. Hata kama ni msanii mwenye uliwatangulia watakudharau. Ani wanataka wapate kinono, lakini msanii mwenye uliwatangulia uende kama unalalamika. Lakini na hatuongeange kwa sababu unajua ni vijana, safari ni ndefu. Tunaambianga tu vile mliona ni mzuri hiyo tu, hatulalamika sana kwa sababu unajua hivyo ni kama kwa hali. Sasa wewe unawatakia tu mazuri. Hata ukikosea wewe unaombea tu, sina shida na nyinyi, lakini msidharau wasee walimtangulia. Kama ilikuwa hivi mwachenge hiyo hivyo, msiwakeuke, mlete namba yenu tena. So kama ni kupata kipato chako kwa ile kazi umefanya hiyo siku, unapata kile ambacho walipeana upate, sio mtu achukue kidogo akuachie kidogo. Kwa sababu wenyewe watasema wewe ukuje perform utapewa 20k ama ukuje perform utapewa 50. Inafaa hiyo hivyo, si ukisha perform wanakupea 10. Hiyo wengine wote wanaenda kukaa na hiyo kwanza vizuri. Sasa ndio naonanga tena ikifika upande wa pesa wanakuwa watu wengine tofauti. Lakini ikiwa kazi mtafanya tu vizuri, lakini saa kazi ya pesa ndio inakuanga tofauti. Lakini mimi siongeangi ubaya, kwa naona tu pengine ndio sinasema climate ya siku hizi. Vijana wafuataji wenye walisema mapema. Anasema hivi ikifikia anafanya kitu tofauti. Wakati wa pesa wanakeuka. Lakini naonanga tu anasema ni mtindo wa siku hizi, si ndio? Kwa sababu kama mlisema kila msaa atapata hivi, inafaa hiyo tu ni hivyo. Na sisi ndio tunaelimika sana, wengi wanaelimika. Utaenda mwingine atakwambia ikifika wakati wa pesa vijana wanakeuka. Hata utawaona kama ilikuwa ni 20 utaona unapewa 10. Kama ilikuwa ni 50 hata usipochunga tena utanyungu. Walinitoa mbali. Kwa sababu bila mashabiki singekula, ningekuwa mwombaji miaka hizo. Wewe unaanza muziki 1997. Lakini mpaka saa hizo unaniona. Unaona kama mimi naonekana mtu wa kijana mzee. Unaona nikionekana mtu wa tapu tu. Au kama mtu wa tapu. Kwa sababu mashabiki ndio wanafanya niking'ara. Mashabiki wanafanya na kula. Lakini naomba wawe na hata mashabiki wawe na ukweli, hata wasanii wawe na ukweli. Lakini mshukuru wenye wanafanya mnakula, wenye wanafanya mnavaa, wenye wanafanya mnakunywa. Tena msidharau mashabiki. Hata kwa mashabiki na kasida msaidie. Kwa sababu bila hao ungeng'ara, ungekuwa smart. So kama na muziki Ben unafanya kazi gani? Kwa kweli sema tu hakuna kazi nafanya. Mimi ni mashow kuitwa ndio kuja kafanisha kako mahali ukuje uforeshe watu hivyo tu, na miaka ikienda nikisonga mimi sina kazi nafanya. Pengine kazi ya shamba si kawaida tu, kila mtu mpaka afanye kazi kwa shamba, upande marago, upande mahindi, upande njugu, hiyo ni kawaida. Lakini mimi kitu nafanya mimi na ng'ara na kula ni talent. Ya ukulima si kawaida. Kuna watu ambao wamefanya kazi yao ni ukulima, na kuna wale wamesema mimi sitalima, mimi nitauza kile ambacho mkulima amekuza kwa shamba lake. Sasa si kitu kawaida. Sasa kando na muziki wewe ni mkulima. Unasema tu naweza sema basi mimi ni mkulima kwa sababu mimi nategemea shamba na usanii. Shamba na mimi na usanii. Hizi kitu kwa sababu kwa usanii kuna wakati wenye hamna hela na hamna show. So una survive. Mimi Mungu anibariki show kwa siwezi pia kuitwa mahali. Na mimi kitu kinasaidia sana. Mimi mshamba ndogo wenye wanafanya na daro mshahara wa 5,000 3,000 wenye wasanii na dharau, hiyo ndio nafanya mimi nasukuma siku. Kwa sababu ukitaka kung'ang'ania mingi itabidi uache kuombaomba. Kama unaishi Nairobi na ukose kama 5,000 kwa wiki, sitakuwa mtu wa kuombaomba. Sasa mshamba ndogo wenye wasanii na dharau ndio unafanya mimi na ng'ara. Ben, ni pesa ngapi umailikuwa mingi sana kwa show kwa siku moja? Mimi kwa siku moja nimewahi pata 60, nimewahi pata 30, nimewahi pata mpaka 20. Lakini mingi kabisa ni 60,000. Kwa sababu hii ya wasanii wanang'ang'ania makubwa hiyo hachawahi itwa hizo. Kwa sababu mimi siwahi hizi Nairobi, siwahi hizi Mombasa, siwahi hizi mataoni. Wao wanapata hiyo maswala maelfu kwa sababu wanaishi kwa mataoni huko. Lakini mimi ya nyumbani huko nikiitwa ni 60, 50, 30, 20. Na umebobea sana kufanya muziki wa Kiluya. Ukiambiwa siku moja unataka ufanye muziki ambao si wa Kiluya, utaweza kweli ama wewe unajiamini sana kwa muziki wa Kiluya? Sinalingana na mazingira. Nikienda Nairobi nitafanya Kiswahili, nikienda Mombasa nitafanya Kiswahili, lakini maisha yangu yote niliishi na familia. Sikuwahi acha hata familia hata kwa mwezi mmoja nakaa nje. Mimi hata nikiimba nikienda Nairobi nimeza siku 3, mimi narudi tu nyumbani.
maisha ya mataoni mimi shawahi zoea. Sasa pengine nikienda huko nipate kazi ya kukaa na watu huko, iseme tu kazi utamaliza miezi 2, pengine ndio nitaanza kuzoea maisha ya kuishi na town. Lakini hata nikienda Mombasa naitanga na kurudi, na wapi naitanga na kurudi, nimezoea kuishi na familia. Swali la mwisho, muziki wa kitambo na muziki wa kisasa kuna tofauti kidogo. Sasa wewe kama msanii mwenye ulianza kitambo, umewekelea mikakati gani kujaribu kufanya muziki wa kisasa, ama unaona muziki wako utaendelea tu kwa ule muziki wa kitambo? Mimi vile naishi muziki sasa hivi asicha ni challenge kwa vyovyote, kwa sababu mimi nikiingia mahali mimi nasabikiwa kwa nguvu, kwa usito. Sasa hata sioni mtu anaweza toa muziki na nikienda naanza kuanza nikose kukula. Mimi naendaga nikijua tu nitakula, kwa sababu acha muziki sasa hivi challenge tingisha mimi kwa vyovyote. Mimi nikiimba tu nasangiliwa kwa usito, unatoka na kitu yenye nataka, natoka na pesa hapo narudi nyumbani. Acha hii mtetemesa kwa vyovyote. Sasa hauna mpango wote wa kuanza kufanya muziki wa kisasa? Muziki sasa hata sina wazo kama hilo. Mimi naona tu nitaendelea tu kuimba tu muziki wa zamani. Mpaka kati nitatoka duniani. Kwa sababu ya hii sasa mtaanza namna gani? Nakwambia nimeenda na vijana kwa mashow, hawashai mtetemesa hata siku moja. Vijana siku hizi hata wewe mwenyewe unaona vijana wanatumia nyimbo zangu na wanatetemesa wenzao. Wakiimba nyimbo zako, maana nyimbo zako zinafanya uzuri sana kwa generation iliyopita na kizazi chenye kilipita na kizazi cha sasa. Sasa unaona ndio wanatumia na wanaenda nyumbani kama wanafurahi wakiimba muziki zangu. Hata madanjers wa siku hizo wakina dada wenye wanacheza wale muziki. So unaona wakienda mahali wakiimba muziki wangu wanaenda na unga. Wakiimba muziki zingine wanaenda na unga. Wanaboeka. Sasa wanatumianga wanasemanga beni utaenda zikani sio tuende. Wanajua wataenda na unga. So swali la mwisho, ama jambo lako la mwisho kwa mashabiki wako, kuna nyimbo ambazo ushazitengeneza ambazo zinakuja ama uko aje? Niko nyimbo nimeshatengeneza, nataka kuanza kuziweka YouTube, TikTok, kwa sababu zamani sikuweka kwa YouTube, kwa sababu mimi nilikuwa nategemea kuuza manyimbo ndio nikule na kuitwa kwa show. Lakini sasa unajua miaka inaenda, hiyo itakuwa kama legacy, itakuwa kama history. Kulikuwa na mwanamuziki Vika Kaundi Bunyore huko alikuwa anaimba. Sasa tunataka kusimweka kwa YouTube na kwa TikTok ni kuwatumia, itakuwa legacy, itakuwa history kwa wenye watachibuka kimuziki. Kwa kitambo uko na YouTube channel na uko na TikTok, siku hizi uko nayo? Sikuwa nategemea YouTube na mimi zangu yote ya muziki sikuwa nategemea YouTube. Hata mimi sijui anakuanga namna gani. Mimi nilikuwa tu mashow na kuitwa na kuuza manyimbo zangu mwenyewe. Ndio sikafanya mkasurvive miaka yote. So kwa sasa umefungua YouTube channel? Sasa nimefungua. Inaitwaje? Sini Benson Omoka, Ebiseche Rwanda Band. Benson Omoka, Ebiseche Rwanda Band. Benson Omoka, Ebiseche Rwanda Band. Ebiseche Rwanda Band. So wale ambao wanataka kusubscribe kwa YouTube channel ya Ben Omoka, mnatafuta pale YouTube, mnatafuta Benson Omoka, Ebiseche Rwanda Band. Hata TikTok wanaandika Benson Omoka. Yuko nyokosi. Wananiona. Wao andika tu Benson Omoka wananiona. Mfuateni kwa hizo mitandao zake zote na make sure mmesubscribe, na kama kawaida unashare ngoma zake pale kwenye mitandao zote ambazo upo, na kama unaweza fanya challenge pale YouTube, pale challenge pale TikTok pia itakuwa ni salama sana, manake ni kwa muda mrefu amekuwa akiimba nyimbo na haja kuwa na hizo social media channels, lakini sasa zipo, lakini kitambo kidogo kulikuweko channel ambayo ulikuwa nayo. Hiyo mawazo tu kwa nini wanamuziki wa zamani hivi tulikuja tukiwa kama sisi ni wazee hivi. Hata wewe wakati ulizaliwa na ukiwa kwa kijana huko nanga hizo vitu. Simeanza tu kama sisi ni wazee. Kabisa. Sisi zamani nilikuwa tu nategemea disco matanga. Kwa sababu ndio DJ hapa Rwanda kwanza. Tunategemea disco matanga. Unakombolewa. Wakati itoka disco matanga nikaanza kuuza manyimbo zangu. Mpaka saa hii ni masondio zinafanya na kula. Kwa sababu kuuza muziki simeisha. Wanunue masidi, wanunue compact. Sasa tunategemea mashine. Asante sana Benson. Ndo Moka ndo huyu mwenyewe kabisa amesema mfike pale kwenye social media accounts, mpate ngoma zake ziko pale, honyo kosiera ubandu, hizo ngoma zote ziko pale. Mfanye challenge pale kwenye TikTok, na ukimpata pia mteni show, na mkita show wekeni kichele kizuri kidogo, manake mzee amebobea na amesema kama si ngoma zake hakuna ngoma zingine hapa, na amesema
kwa kawaida kuna ngoma ambazo tayari ashazitengeneza na mtakuwa mnazipata pale YouTube kwa hivi karibuni. So tegeni tu kibonyeza pale kile kidude cha kusubscribe, pia ubonyeze ile ya kengele, manake akiweka ngoma itakuwa rahisi kupata hiyo ngoma. Ni kwa sasa hadi wakati mwingine tutakokutana. Asanteni sana. Kwa jina nimekuwa ni Alan Hoi nikiwakilisha wasanii kule Vihiga County. Wakati mwema sana, asanteni. Yes. Naogopa namna gani? Kuna mtambo mwauri baromba. Hapana. Ya mtambo ni mbacho mimi sawa. Nataka kuongelesha mwe. Sinafikiri umemalizana ama wao na kingine ungependa kumuuliza? Leo kuna maswali hapo nataka nikuishie. Kenya mbona maswali? Sawa.